promise. Hautashikwa na kamba. Hiyo kamba kizazi utararua hiyo kalenda. Rarua Disemba. Hakuna wakushikwa kwetu. Hakuna wakushikwa. Hakuna madhabahu yote ya kumeza watu nimeikata. We utakata hiyo pepo. Mwambie Mungu haiwezekani. Uwezo tu wako na Mungu Bwana. Shetani endelee kubamba familia. Na wewe uko hapo kumuombaji, unajisikiaje? Amen. Amen. Unajisikiaje wewe kama mwakilishaji wa familia yako? Wakati watu wanateseka na wewe unaomba na wachao wanafanya uchao, maombi yako iko wapi? Mimi nataka uombe kama mtu ule anajielewa. Omba maombi ikifanya kazi. Wanaoenda kuuchawi kuanzia saa hii, moto ibafuate, abatakuwa na amani. Biote mishale batatuma ikiwarudiriaka wao wenyewe. Wakitumaka tu moto, wakitumaka tu moto, na utona Mungu atakusaidia. Jina la Bwana libarikiwe. Juzi nilikuwa naambia Ayopo, sijui ni Dr. Roli, sijui kama na Sefas, tulikuwa kwa gari. Sijui ilikuwa pa nini, nikawaambia unajua, mimi nakumbuka wakati nilikuwa naomba, siku moja Mungu akanipatia maombi. Ambaye ni kiongozi tulikuwa naye, alikuwa anaomba sana na Mungu alikuwa anamtumia sana. Huyu baba kaniambia, Mungu ananiambia tutafunga 2 weeks tunaenda mlimani. Mimi nauliza, na hii mvua? Asema kwanza special wewe usikose kwa hiyo maombi. Kuna siku 6 bila kula. Nikasema mimi na nilikuwa mdogo. Tukapanda mlimani. Wakati ule babangu na mamangu walikuwa wangali wazima bado. Na vile tulipanda mlimani tukaanza kuomba, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, mimi nasikia tu mwili yangu ni kama mtu ambaye unaona vile ni kama kuna kontroliwa, kama kuna mtu kuna kufuatilia. Jina la Bwana libarikiwe. Hata nikifunga macho niko naona kama kuna mtu yuko ananitafuta. Siku ya 4, siku ya 5, niko mwaseke, mvua nayo njoo hii. Sasa unajua ile kiu ya maji, mvua ikinyesha, wewe unafungula tu mkino. Hiyo njoo maji unameza kwa sababu amruhusiwi kunywa maji. Jina la Bwana libarikiwe. Mvula nayo ilianza kupika asubuhi jioni, asubuhi jioni. Sasa mimi kwangu nikasema, Mungu asante, angalau unitupatia kwa mate ya kuweza kumeza kwa shingo, kwa sababu hatukunywi maji. Ni asek. Jina la Bwana libarikiwe. Hapana ile aseki mnaanza asubuhi, midnight mbele unakuri amo mabulu 2 ya ugali kama na manduma 3. And then mnafikisha midnight ni 6 ni sangapi mnakulaka? Mwewe wenyewe mjibu njoo mnajuaka ile mafungo mnafungaka. Pansi. Ikisha fika sangapi? Saa 12. Njoo unarekipere ile mabaki iliyobaki. Mahindi. Unakula kila kitu, unasema huko kwa mafungo. Hiyo si mafungo. Hiyo ni jeune légère. Pensiel. Ya mama Jeanne. Haleluya. Kuna mafungo. Wewe ushakuingiaga mafungo, unasikia unatetemeka, unasikia kuria aurie. Na lazima uimalize. Siku ikafika siku ya 5. Kumbe kakangu ni mwenye kwenda kwa mganga. Maripenda pesa sana. Alikuwa maringo sana ule kakangu. Alijipenda. Hata kama yuko natembea kuna rangara kukimvuri vile yuko natembea. Usimukanyange kwa kimvuri. Jina la Bwana libarikiwe. Usimukanyange kwa kimvuri. Alikuwa akitembea kuna riangaria vile kuna ni pole. Sasa mimi nijiuliza, mimi nilikuwa naona ni kawaida. Kumbe ilikuwa ni mapepo. Sasa anaanza kutafuta pesa, akaenda kwa mganga. Na mimi njoo wa mwisho kwetu. Akafika mganga akamwambia, leta bata, chupa ya mafuta, unaona kaka chupa kaloko kalita 2. Ulete vitunguu, ulete tomate, pilipili, ulete unga kilo 2. Ukuje nayo. Mimi nitakufanyishia dawa, na ulete nguo ya ule ndugu yako, ya sister yako mdogo. Sasa akapeleka nguo yangu, na mimi niko kumlima siku ya ngapi? Ya 5.
Usiku Mungu ananiambia tu nimekuokoa, nimekushindia, lakini sikujua Mungu ananishindia nini. Sasa kumbi ile wakati mimi huku mlima, kakangu naye anakesha, mganga anampatia kanyama fulani, anasema beba kaka nyama uende ukakaweke mnyumba ukafunikie manguo, utaanza kukaimbia. Mganga alimfundisha paka wimbo. Sasa kakangu bushiko kona kaimbia, kona zunguluka saa 1 ya usiku, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 8, saa 9, saa 10. Mganga alimwambia itafura. Utaona tu ile manguo inafura, ya kumaanisha kwamba ni pesa imefanya nini, imejaa. Sasa yeye sasa aliweka ni alitoa kila kitu sitting room, pesa ijae. Sasa kama inaanza kuingia, nitaanza kuisukuma hivi ingie ndani, na hii inabidi kuifungua asubuhi. Unatoa ile shuka, utaona sasa pesa inajaa, na ule ulitoa atakuwa amekufa. Sasa mimi sikukufa, mimi nilikuwa kwa mlima niko naomba, na huyu ni damu yangu, kaka yangu, mama moja baba moja. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa vile naimba sana, nafika saa 11 sauti inamfunga. Njoo nikala nasema mbona pavimbe peko paka vile. Asubuhi 6 alifungua kitambaa kwa hasira, akaona paka kale kanyama vile kalikaa. Njoo alitoka na alisema niliibeba kwa gunia kutoka kwa mganga, amepakurudia nilikabeba kwa mkono hivi. Anekabeba kale kanyama kwa mkono kwenda nako kwa mganga, kufika pika mganga. Jina la Bwana libarikiwe. Mganga akavunjika mbavu. Mganga akamwambia ni sawa, wewe utaona. Kakangu akamwambia kabla ndugu yangu akufe, mbele mimi nakupiga wewe. Na asema ndugu yako hakukufa, hakufanikiwa kufa. Nini ilifanya nisikufe? Maombi. Haleluya. Kama hiku nikuta kwa maombi ningekufa. Angenitoaka hii sema sijui kama balijengaka nyumba na damu yangu, sijui kama ni nini wangefanyaka nayo. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu kwa sababu alikuwa na mpango na mimi, na aliniona miriti kila alisema na mtumishi wake. Bwana asifiwe. Ile kutii kwangu kulinijalia neema, Mungu akaniokoa. Sasa wakati mimi nashuka mlimani, mimi namuuliza gra, uko je? Niko salama. Wewe ulikuwa wapi? Nasema mimi nilikuwa kumlima. Tulikuwa kumlima siku 7. Jomana. Nasema jomana nini? Unajua nilikutoa? Nasema mimi. Ulinitoa mimi. Unaona ile t-shirt yako fulani? Yes. Mimi nilienda kuitoa. Nasema gra, umenitoa mimi. Sasa mbona sijakufa? Sema si nje vile mganga, ndio maana mimi nenda kumpiga, mimi namwambia usikufa. Na kwanza unanitoa usiku mzima unaimba, afu sasa hii unaniambia unaenda kumpiga mganga. Namwambia gra, utakufa, itabidi umpatie Yesu maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Ule kaka yangu aliwawa, alikufa, alioza mbavu. Unaona ile mbavu alimpika mganga, yeye pia alioza mbavu. Mbavu after wiki moja mbavu ilianza kuvimba. Namwambia tuende kanisani, hakukubali. Mimi ananiambia mimi nakwambia tu ukweli unisamee. Mimi nilikuwa natafuta pesa. Mimi nikaona vile unekalaka bantu banakupendaka donc pesa itakuwa ya mingi. Na mimi mganga aliniambia ule njoo ana ulimi mzuri, ule njoo tutapata pesa. Sasa huku kufa, mimi nimpika mganga. Kakangu alikufa. Barua iliyoandikwa kwenu ni barua gani? Kwetu kuliandika barua ya kuua watu. Watu walianza kufa kama njugu. Unajua vile kama magonjwa ya kuku inakuaka watu wanakufa. Nakumbuka kwa mwaka, kwa siku moja watu 2 walikufa kwetu. 2 wanaenda kuzika sister yangu, pausema warudi wanakuta brada yangu ameaga. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio kitu mimi nataka kukuambia, kuna kibarua kiko mfamilia yako. Inakubidi uombe juu Mungu akuokoe. Haifai ukunaenda uliza bantu maisha, hakuna mtu atakusaidia. Ni Mungu pekee ndio ataipasua ile barua. Ndio maana hii Disemba
We utasimama unaposikia hii mijumbe. Simama uipasue hiyo barua iliandikwa kwa jina lako, kwa familia yako, kwa banduku yako, kwa batoto yako, kwa kizazi yako. Akuwe ni mjomba, ni anti, ni nguka, ni nani. Jioni ya leo moto imufuate, akose amani, baachilie maisha yako. Simama juu kwanza. Simama juu. Mimi nataka tuombe. Nataka mtukokotele mlango ile. Nataka tubebe wakati, mwambie kwa Mungu, jioni ya leo mimi nenda kuharibu kila plani yote kwa maisha yangu, kwamba mimi sitawahi faulu, kwamba sitawahi keti Mungu. Kuna watu wengine shetani anawawekea mipaka, asikutane na watu wenye maana, asikutane na watu wenye pesa, wanaweka mauti bakuue. Hautakufa. Naambia Mungu jioni ya leo ninaenda kupasua kila barua yote iliandikwa kwa jamaa, kwa kabila yangu, eti makarunda ambata waifanikiwa. Memishi karunda, mimi ni wako Yesu. Damu yangu naifunga kwa damu yako. Kuanzia leo damu ya Yesu imwangike kwa kila sacrifice. Wale watu walitoa sacrifice kuhusu maisha yangu, kuhusu shule, kuhusu destiny, kuhusu watoto wangu. Moto iwake. Ingia ndani ya maombi. Omba sasa. Kataa kifo, kataa magonjwa, kataa mateso, kataa poverty, kataa ulemavu, kataa misemo yote, misemo negative. Iwake moto dans le nom puissant de Jésus. Acha Bwana atembee katikati yetu. Enda kapasue kalenda yote kinyume na destiny, kinyume na maisha yako. Yote barisema watakuwa mjinga, wewe utawahi fanikiwa. Ninapasua kalenda yote, pepa yote juu ya watoto wangu, pepa yote juu ya ndoa yangu, pepa yote juu ya kanisa, pepa yote juu ya church, kwamba umdonomo makanisa itasimama, watu wote watanguka. No! Mungu nimekataa, 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 nimekataa kila mipaka, nimekataa uchawi na uganga inafunga watu, inafunga destiny, inafunga familia. Leo iweke moto, leo iweke moto, leo iweke moto, leo iweke moto. Misingi yote juu ya kanisa, misingi yote juu ya Bakristu. Okoa Yesu, kamba katika kamba, kata minyororo yote juu ya familia, kata laana yote ya misemo, yote ya uko. Hii Disemba hamutawawa. Mahali kote baliandika kwamba hii familia watakufa, watalia, watateseka, watakataliwa. Mwambie yewe, amuka, amuka baba, amuka, amuka. Familia yangu imenyanyaswa. Orepare solideka, mereture plade solideka. Kila pepa yote liandiko, kila picha yote balikupika, yote kamera social wandaka destroy kamera yote ya donomo, kwamba watu washandele, watu wakwetu wa mwisho. Na hapana, kanisa zote zifanane. Mungu nimekataa pepa yote liandikwa, kila desturi, mahakama ya ushirikina, mahakama ya giza. Leo na destroy, na destroy, na destroy, na destroy, na destroy au nom de Jésus, au nom de Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Na pasua misemo yote ya negative, na pasua misemo kwa ndoa, misemo kwa kazi, misemo kwa business, misemo kwa maisha. Eti utawawa, watoto wako wakwe wa mwisho. Moto ya ripu, moto ichone. Na pasua kila misemo ikuwa negative, yote misemo negative kwa destiny, yote ya kuzuia akili na ufahamu, achambatwa tempe. Na pasua mali kote kuna madui wana control nyota yako, basi kuone moto, 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 moto. Achilia moto, achilia moto. Wote weko kwa uganga. Sopla dege, etumeni sopla dege.
acha moto itembe. Watu wakombole misingi yote iliyowekwa, watu watakuwa pami, watu wapesi kucha na Mungu. Hapana, sisi kama nayo tumekataa manesemo yote iliyopangiwa juu ya mafamilia yetu, juu ya watoto yetu. Na Yesu mpaka huku kufa msalabani, kama alikufa msalabani, acha moto ingie, nenda kupasua negativity yote, mipaka yote, relationship yote ya kutoka kujisa. Get the connection, get the connection, get the connection. Erre plade so, mere kidaplo, mere sonidegla, pote mana kontroli do. Gata ita damu ya Yesu juu ya hiyo madhabahu. Pasua, pasua mali kote kuna jina ya familia yako. Omba sasa, hii Desemba moto ibafuate, moto ibafuate. Abata miua batoto yako, abata kufa, moto itembe. Osoplani osipadege, moto wa Mungu itembe. Familia yangu Bwana, nenda kusepare banduku yangu na mateso, familia yangu na laana ya ukoo yote ambayo leo washikilia, yote ambayo washikilia watoto, yote ambayo nashika akili, watu wasifanye juu, manyota imefungiwa. Mungu, katika misemo kuna kibarua walichojizika chini ya udongo, chini ya miti, kwenye bahari. Na pasua, moto ifuate, moto ifuate. Na mimi ya damu ya Yesu mahali pote waliweka sheria juu ya familia yangu, na wakomboa, na wakomboa kwa jina uchawi, na wakomboa kwa jina laana. Sema minatoka, minatoka, jina langu naifuta kwa hiyo pepa, jina watoto wangu, jina ya familia yangu. Hatutateseka, hatutakufa. Moto ibafuate, moto ibafuate, moto ibafuate, moto ibafuate. Wachilie, bachie baraka, bachilie usu. Hey! Ingilia kati, komboa watoto yako. Biashara yapo inafunga, manyota yapo inafunga, shule yapo inafunga, connection inafungwa, mandoa inafungwa, makazi inafungwa. Komboa sasa, ingilia Baba, jina familia. Moto waka, washa moto, washa moto paka vijijini, washa moto paka vijijini. Wale wote wako na control destiny yenu, wale wana control destiny ya familia, wale wana control destiny yako. Moto iwate, moto, 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 moto. Jua sasa, achilia power, achilia power, achilia power, achilia power. Kataa na destiny yako. Mungu, nimekataa maisha, nimekataa watoto wangu, nakataa na nyumba yao, nakataa na ndoto yao, nakataa na nyota yao. Acha yanse kushine. Mungu ishine, dunia yote mzima wataona nyota ulioweka kwangu, chochote liweka kwangu. Mungu titashine kuanzia leo. Nimekataa kuwa mikongo ya bantu, kubebwa na bantu, kubebwa na misemo, kubebwa na sacrifice yote, masadaka ya kafara. Imagine watu wengine tu ni chuki tu, watu wa kijiji, yani uchawi wa kijiji ambayo ina control tu maisha ya watu wengine, inakufunga. Usipo destroy itaharibu maisha yako. Mwambie Mungu, wale wanataka kuniua wao wakufe wa kwanza. Wanaotaka niteseke, back to sender. Wanaotaka mimi nisiwaoe, nisioleke, back to sender. Wanakuunganisha na mwanamke moya hivi,
Huyu mwanamke ni wa kuigiza, iko nafukuza mpaka uhusiano yote mzuri kwa maisha yako. Back to sender. Yaani watu wanakukataa hata wewe mwenyewe uelewe. Unajiuliza ni nini kumbaya? Kumbi kuna pepa iliandikwa kwa sababu ya Gramada. Gramada alikuwa mganga, anatumika na waganga. Inaanza kudai maisha yako wewe leo. Inaanza kudai maisha ya watoto yako. Alisema mimi kizazi changu watariti uchawi wangu mpaka generation ya 6 mpaka ya 5. Anadanganya, itamfuata mwenyewe. Watoto yako na ndoa yako, familia yako na kizazi chako, yote kitakombolewa jioni ya leo. Wewe ni Mordekai wa familia yako. Mimi niko hapa kama Esther wa kukuconnect ili uweze kutoka chini ya laana yote. Kwa maana tunapenda kuingia kwa kila madhabahu ambao iko international ya kufunga katu bantu bashende mbari, ya kufunga milango kubwa kubwa inazuiaka bantu bamana kwa maisha yako. Ukipate bantu bamana bakuonake bana kusabuaka, mwambie Mungu uchawi yote kwa international kama kuna kontroliwa chini ya bahari, moto ifuate kwa bahari. Ninaenda kutuma malaika wa moto akakate kila connection. Kama ni ya damu ikachike. We Mungu alikwambia atakupeleka mbali, atakuunganisha na mataifa. Mpaka leo unaunganika na banani? Tutenda kupinduza kalenda yote. Kalenda yote juu ya maisha yako. TV yote kuna control destiny. Ile makamera yote beko na kuwekea. Iko na control unaingia wapi, unakutana na nani. Nani anakuita kesho, nani anataka kukusaidia. Komboa afya yako katika kingdom ya darkness. Wende kengio seme na beba baraka yangu, na beba maisha yangu. Magonjwa back to sender, mateso back to sender, mangaiko back to sender, kukataliwa back to sender, kulalama back to sender. Chochote kilipamba kwa maisha yangu kuanzia saa hii nipate deliverance, nifunguliwe. Laana ya magonjwa back to sender. Pepo ya magonjwa toka ndani yangu. Wanza kujombea, rudisha magonjwa, rudisha aibu, rudisha mangaiko, rudisha kuchelewa, rudisha kusaulika. Pray. Omba. Zote za kubeba pesa yote anakulaka pesa yako. Ujipate pesa inaenda kwa magonjwa back to sender. Mateso sio yangu, mangaiko sio ya kanisa. Mungu panua watu maisha yao mkanisa, watu wabarikiwe, watu wanaokutumikia maisha wako different. Na katala maprofesi negative yatamba kutoka ku darkness na leta confusion. Mungu nimekataa. Komboa watu kanisa, komboa maisha yao, komboa makazi, komboa mandoa. Hii Disemba watu waingie ndani ya feva, ndani ya baraka. Kama yote chomeke, mapepo ya bahari, mapepo ya milima, mapepo ya mabonde, sorcellerie yote, nyetisasi yote ya Kenya, nyekusuia bantu yote ya dono, yote ya social. Mungu nimekanyanga, nimekataa mali pote niko na kanyanga. Pepe poverty, domination, yote kingdom ya darkness. Waka moto right now. Watu watembe na mafuate, bachilie maisha yako. Complication, confusion, visiongi, nete kudispose. Matapau yote iko expose
ikuexpose uchawi yote, ikuexpose acha moto atembee na release maisha yangu, baraka yangu, milango yangu ifunguliwe mbele yangu. Mali kote tena kameka kila barua iko na misemo ya mashetani itoweke, ibadilishwe, reparation berekirepo, acha ibadilishwe katika jina la Yesu, acha ibadilishwe katika jina la Yesu. Kila madhabahu ichomeke na moto, kila laana yote ya ukoo ichomeke na moto, Roho atawaka moto, achilie feva, pesa yako ikombolewe, afya yako ikombolewe, watoto wako wakombolewe, nyumba yangu ikombolewe, pesa ikombolewe, kazi ikombolewe, watu wakombolewe. Itisha watu wa feva, itisha watu wa baraka, itisha watu wa vision, itisha watu wa neema kama Esther, watu wana connection. Mungu nipe watu watakaoninua, watakaonisaidia katika vision ulionipe, maana niende mbali. Nakataa connection zote za mateso, za mashida. Kaka, achia watu mapepo ya confusion, connection ya confusion, connection ya machungu, connection ya aibu. Release in Jesus name. Acha moto uwezwe tepe, watu wakombolewe, maisha ifunguliwe, laana itoweke, uchawi ikatike, na choma uchawi, moto ichome, laana yote iliyozaliwa nayo, laana yote ya Nairobi, laana yote ya kijiji, waka moto kwa jina la Yesu. Achia magonjwa ya mashetani, mapepo, toka shetani, achia, fungua watu. Leo ni mwisho, inisema lazima kieleweke, in Jesus mighty name. Oh, so blood again. Ay. Mungu atafanya mambo makubwa katikati yetu. Yale mauti itapasuka leo, itabarudiria, watabebana wao wenyewe na wenyewe. Jioni ya leo Mungu wako akafanya kitu. Kuanzia leo omba maombi kimaanisha hata kwamba maombi ni kama unaombembelesha shetani. Ana ndugu yako, ana brada yako, ana sister yako, ana rafiki yako. Hallelujah. Na maana unaposema back to sender, hii maisha kukosewa pesa ya madeni, uikatai katika jina la Yesu. Poverty sio na mwisho juu ya nini? Kwani wewe njoo bakuteseka tu? No, hapana. Mungu paka atakufungulia. Wewe una baraka, hiyo ni picha ya uongo. Shetani anakupa picha ya uongo. Wewe ni destiny. Wewe utabeba watu wengi. Wewe utainua watu wengi. Mungu atafanya mali hapa, watu wabarikiwe, watu wafunguliwe kutoka kila laana. Weka mikono yako juu. Mwambie Yesu, sema na mimi jioni ya leo. Mwambie Baba, unifundishe, nataka nikusikie. Omba tu. Mwambie Roho Mtakatifu, gusa kwa mambo yangu. Barua yoyote nimeidarua, kuanzia sasa hivi nataka kusikia mijumbe, nataka kusikia neno lako, nataka kusikia profesi ambayo itainua maisha yangu. Na replade solide. Oh, merci Saint-Esprit. Thank you Lord. Thank you Lord. Baba, ninaombea makutano hii. Najua wewe ndio Mungu uliyetuumba. Una mipango mizuri juu yetu. Shetani ana uwezo hata ya kusimama mbele yetu. Kilicho mkononi mwako hakuna mtu wa kukinyang'anya. Ndio maana Baba, jioni ya leo tunaenda kubeba baraka zetu. Tunatoka chini ya hiyo laana. Barua yoyote na nguvu yote ya barua haina na nguvu control destiny yetu. Maana jioni ya leo Baba, utenda kushangaza kingdom ya darkness. Abata lala, moto itabafuata paka kumilomo, batawaka moto, mikulu yabo abataka kwenye darkness. Mahali wanakuaka wanakaa, batawaka moto, abataka juu ya baraka yetu paka itachiriwa. Kila control yote, kila surveillance, kila machini yote ambayo kuna fuata unenda wapi, moto itabachoma, batarudi. Wanaotupa magonjwa, wanaotupa accident,
nje katika jina la Yesu Kristo. Mungu, nayo yote hatutazika, nayo yote tutazika Mungu, na mafamilia yetu haitazika. Tunakilisha ndugu zetu, mauti yote ya kugiza haitafanikiwa. Mungu, asante kwa sababu wewe ndio muumbaji, wewe ndio kuna uwezo na mamlaka. Sisi tunaomba tu wakutenda ni wewe. Shuka Baba, uponye ule mama, uponye ukaka, umfungule kwa uchawi ya familia. Kalenda yote waliomwandikia jina lake tunalifuta kati ya bantu bakulia, kati ya bantu bakuteseka tunaifuta jina lake, kati ya bantu bakugonjeka tunaifuta jina lake, kati ya bantu bakukataliwa tunaifuta na damu ya Yesu. Baba, tunafuta majina yetu katika vitabu turizarikiamo vya buchawi, vya ukoo, vya kizazi, tunafuta kwa damu ya Yesu. Hazitakuwa na nguvu. Baba, hii Disemba itakuwa Disemba itabadilika. Itakuwa mwezi wa Adari, itakuwa mwezi wa kupatiana gift, haitakuwa mwezi wa kulia na kuomboleza. Maana sisi tunaenda kuingia tupatiane gift, tutabariki watu wengine. Hata sisi tutanunulia watu manyumba, hata sisi tutafungulia watu mabiashara, hata sisi tutafungulia watu maaccount, hata sisi tutainua watu wengine kwenda mbali, hata sisi tutatupatia scholarship kutoka mbinguni ya kusafirisha watu wengine. Ninawezekana Mungu, utatupatia favor, hata sisi utatupa signature ya kuweza kusignature juu ya bantu wengine baende mbali. Inawezekana. Inawezekana Yesu. Naamini uko Mungu unaweza na unaponya. Ni katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu naomba nikisema amen. Naomba nikisema haleluya. Kama kuna mwezi ambayo utaomba vile hujawahi omba ni hii mwezi. Haleluya. Kwa sababu hii mwezi Mungu atatoa watu katika uchawi. Hii mwezi Mungu ataingisha watu wengine katika utukufu ingine. Maana watu wataingia kwa utukufu ya ajabu. Utona bantu ba mingi maisha yabo itachange. Hautakufa vile boba rijua utakufa. Utaishi na ufanye bikubwa. Kwa nini wanataka kukua? Kwa sababu wanajua wewe ni destiny. Wanajua wewe unatisha wewe. Baraka zako ni za ajabu, ndio maana wanakupiga vita. Mea ukufi, watakusubiri na watakuona. Watajizika wenyewe. Haleluya. Wao wenyewe watajiripa deni kwa shetani. Na yote hakuna kuzika. Tumekataa katika jina la Yesu. Tumepika marufuku katika jina la Yesu. Haleluya. Sema amen. Bwana Yesu apewe sifa. God is good all the time. Haleluya. Bwana sifiwe. Bila kukawia hii wakati nitapenda mnisaidie na makofi ninapomleta mhubiri wa siku ya leo. Sio mwingine ni Dr. Rolin Mwenze pamoja na brother Sam Chimona wanapopanda kwa madhabahu. Hebu mpe Yesu makofi ya picha. Pika makofi paka shetani alewe. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Bwana tunakushukuru. Nous te disons merci pour ta fidélité ainsi que pour ton amour. Tunasema asante kwa upendo na uaminifu wako. Merci pour ce mois de décembre. Asante kwa mwezi wa Disemba. Qui est un mois pour nous de délivrance. Ambao ni mwezi kwetu wa ufungulivu. Merci parce que tu es en train de nous préparer. Asante maana unatuandaa. Comment on doit traverser cette année pour aller dans l'année nouvelle. Jinsi tutakavyovuka kutoka mwaka huu na kwenda kwa mwaka mpya. Seigneur, bénis nos vies. Bwana bariki maisha zetu. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Nous avons ainsi prié. Tunaomba na tukisema. Nous acclamons le Seigneur. Tunampigia Bwana makofi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza tukampigia Bwana makofi. Y a-t-il des mamans qui peuvent pousser des cris de joie? Kuna wamama wanaweza wakapika vikelekele. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Tunaweza tukapika vikelekele. Hallelujah. Amen. Sans plus tarder, bila kupoteza muda, nous prenons nos Bibles. Tutachukua Biblia zetu. On garde la même position pour tukiwa lire. bado tumesimama kwa ajili ya kusoma na kuheshimu neno la Bwana. Exode chapitre 4 le verset 10. Kutoka sura wa 4 na mstari wa 10.
Exode chapitre 4, le verset 10. Kutoka sura 4 na mstari wa 10, Exodus 4, chapter 4 verse 10. Tasoma katika jina la Yesu. Amen. Lakini Musa akamwambia Mwenyezi Mungu, Bwana wangu, mimi sina ufasaha wa kuongea tangu zamani, hata baada ya wewe kusema nami mtumishi wako. Ulimi wangu ni mzito. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenez Job Tafungua Ayubu 32, Ayubu 32 6 à 10. 6 mpaka 10. Job 32, Ayubu 32 6 à 10. 6 mpaka 10. Tasoma katika jina la Yesu. Amen. Basi Eliu mwana wa Barakeli wa kabila la Buzi akaanza kusema, mimi ni kijana, nyinyi ni wazee zaidi. Kwa hivyo niliogopa kuambieni mawazo yangu. Nilisema moyoni, waache wenye siku nyingi waseme, wenye miaka mingi wafundishe hekima. Lakini hiyo roho iliyomo ndani ya mtu, hiyo pumzi ya Mungu mwenyezi nguvu, ndivyo inavyomwezesha mwanadamu kufahamu. Si lazima kuwa mzee ili uwe na hekima, wala wazee sio wenye kufahamu lililo sawa. Kwa hivyo nasema, nisikilizeni, achani nami nitoe maoni yangu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Tunaweza tukaketi. Alléluia. Amina. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Wamilele Bwana atubariki kwa utele. Et avant de commencer ce message, Na kabla sijaanza ujumbe huu, j'aimerais dire merci à Dieu nataka nimwambie Bwana ni asante pour l'opportunité kwa fursa de nous tenir encore devant vous. ya kutipata tena mbele yenu. Et deuxièmement, Na pili, j'aimerais réitérer mes remerciements nataka pia nirudishe shukrani zangu à nos chers parents spirituels, kwa wazazi wetu wa kiroho, à la personne de Papa George, baba yetu George et ainsi qu'à notre maman. na mama yetu. Asante sana maman Nous disons merci maman pour cette marque de confiance accordée, kwa hiyo tumaini tena mmetupea. et que le Seigneur vous garde. Na wamilele Bwana awalinde. Et vous aussi, Dieu vous bénisse abondamment Na nyinyi pia Mungu awabariki kwa utele, parce que vous êtes là. maana mupo. Alléluia. Amina. Une chose dont maman est en train de parler. Kuna kitu ambacho mama alikuwa akiongelea. Les dimanches, nous étions partis quelque part. Jumapili kuna mahali ambapo tulienda, Et c'est un message qui a retenu mon attention. na ni ujumbe ambao ilinivutia sana. Je lui ai promis que je ferai de ça un livre l'année prochaine. Nilimuahidi ya kwamba mwaka unaokuja nitaifanya kwa kitabu. Comment détruire les lettres écrites? Ache kuharibu barua zilizoandikwa. Comment l'on peut détruire ces lettres? Unaweza aje kupasua na kuharibu barua zilizoandikwa. Il y a des lettres qui ont été écrites qui nous condamnent. Kuna mabarua ambazo ziliandikwa ambazo zinatuhukumu. Il y a des lettres qui ont été écrites qui condamnent nos familles. Kuna mabarua ziliandikwa ambazo zinahukumu familia zetu. Alors que ces lettres cherchent qu'une seule personne Na hizo barua zinatafuta mtu mmoja tu. qui peut juste s'élever, Ule ambaye anaweza kainuka. prendre la bonne décision Ambaye anaweza akachukua hamzi avant nzuri de risquer ili akapate kuhatarisha et d'effacer ce qui est écrit sur ces lettres. na kufuta yale ambayo imeandikwa katika hizo mabarua. On ne sait pas c'est qui la personne recherchée. Hatujua ni nani ambaye anayetafutwa. Toi, tu es un représentant de la famille. Wewe ni mwakilishi wa familia yako. Il y a des lettres écrites quelque Kuna part mabarua ambazo zimeandikwa mahali fulani qui condamnent toute votre famille. ambazo zinahukumu familia nzima. Il faut que tu te lèves Inabidi ukapate kuinuka, afin de déchirer ces lettres de condamnation. ukapasue hizo barua za hukumu. Ma prière ce soir, Maombi yangu jioni ya leo, que tu comprennes qui tu es ukapate kuelewa wewe ni nani, afin de te lever et détruire toutes les lettres sataniques. ili uinuke na uende karibu hizo barua zote za kishetani. Il y a des gens dont Dieu a appelé, Kuna watu ambao Mungu amewaita, mais ils sont dans un coffre, lakini weko katika box fulani, des complexes d'infériorité. ile ya kutokujiamini. Ils se disent que eux ne peuvent pas faire, Wanajisemeza kwamba wao hawawezi kufanya. alors que moi j'aimerais te rassurer. Lakini nataka nikuhakikishie, Dieu, Mungu il te connaît anakufahamu et c'est toi qui l'as choisi na ni wewe ambaye alichagua afin
de détruire les lettres qui ont été écrites dans votre ili famille. ukapate kuharibu hizo barua ambazo ziliandikwa juu ya familia Dans yako. l'histoire que nous venons de lire, Katika historia ambapo tumeisoma, je parlerai de quelques principes importants. nitaongelea kuhusu principe ambazo za muhimu sana. Je parlerai de deux choses que vous devez savoir. Nitaongelea vitu viwili ambapo inabidi muyajue. Je parlerai des origines et conséquences des complexes d'infériorité. Nitaongelea kuhusu chanzo ya hiyo roho ya kutokujiamini. Je parlerai de 5 vérités Nitaongelea ukweli tano et de 2 médicaments. na dawa mbili. Les 2 médicaments pour terminer les complexes. Dawa mbili ambapo zitaenda kumaliza ile roho ya kutokujiamini. La première des choses que vous devez retenir, La kwanza la kushika, il ne faut jamais écouter des personnes usiwahi sikiliza watu qui vous disent que vous ne valez rien. ambao wanakuambia kwamba wao hufai. Il ne faut jamais écouter des gens Usisikilize watu qui vous disent que vous ne pouvez rien. wanakuambia kwamba wao hauwezi chochote. Dieu, Mungu il a placé sa confiance en vous. aliweka tumaini yake ndani mwako, Et il sait de quoi vous êtes capable de faire. na anajua nini ambapo unaweza ukafanya. Dans la maison de l'Éternel, Katika nyumba ya Bwana il y a des vases en or. kuna hiyo mabakuri la dhahabu Il y a des vases en argile. na zingine ambao ni za Il alimati y a des vases en bois. na zingine za mbao. Alors que le vase dépend de celui qui l'a confectionné. Kwa hiyo mabakuri zinategemea na ule ambao aliziunda. C'est le potier qui donne la valeur à un vase. Ni mfinyanzi ndio analeta thamani ya hiyo bakuli. Ce n'est pas au vase qui se donne sa valeur. Sio hiyo bakuli ambayo inajipea yenyewe thamani. C'est le potier qui donne la valeur. Ni mfinyanzi analeta hiyo thamani. J'aimerais vous dire, Kwa hiyo nataka niwaambie, peut-être les hommes ne vous considèrent pas. Peut-être les hommes ne vous considèrent pas. inawezekana wanadamu hawawathamini, Mais Dieu vous a donné une valeur intrinsèque. lakini Mungu kuna thamani ya kindani ambapo amewapea. Il vous a donné une valeur. Kuna thamani ambayo amewapea. Il ne faut pas écouter les gens qui vous disent que vous ne valez rien. Usisikize watu ambao wanakuambia kwamba wewe haufai. Vous valez quelque chose Unayo thamani fulani qui peut bouleverser ce monde. ambayo inaweza katikisa ulimwengu. J'aimerais déclarer dans la vie d'une personne, Nataka nitangaze juu ya maisha mtu mmoja. vous valez plus que celui qui est mort. Una thamani kuzidi aliyefariki. La Bible est en train de nous dire, Biblia inatuambia kwamba mieux vaut un champ vivant heri mbwa ambao wako hai qu'un lion qui est mort. kuliko simba aliyekufa. J'aimerais vous dire, Nataka niwaambie, s'il y a un président qui est mort, kama kuna rais fulani ambaye amefariki tayari et toi qui es vivant, na wewe ambao uko hai, tu vaux plus que celui qui est mort. unao thamani kuliko yule ambaye Tu ameshafariki. as de la valeur que Dieu a déposée en toi. Kuna thamani ambayo Mungu ameliweka ndani mwako. La deuxième des choses, La pili, retenez ceci. shika hili. Vous êtes irremplaçable. Yani hawezi kubadilishwa ama kutolewa hapo. Personne ne peut vous remplacer. Hakuna mtu anaweza kureplace. Vous êtes unique à votre genre. Wewe uko wa kipekee. De la même manière que nous sommes différents, Vile vile tuko tofauti. Dieu nous a différenciés comme ça. Mungu aliweka utofauti hivyo. Tu as quelque chose de très important. Lakini kuna kitu cha muhimu kiko ndani mwako. Et Dieu, Na Mungu il t'a donné ça. alikupea hicho kitu. Tu es irremplaçable. Wewe ni mtu ambapo hauwezi Nous kumreplace. ne connaîtrons jamais sur la terre Hatutawahi jua hapa ulimwenguni la personne de Maman Astrid. mtu wa mama Astrid. Elle n'est pas nombreuse. Hawako wengi. Elle n'est pas beaucoup. Hawako wengi. Elle est unique à son genre. Ako wa kipekee Dans alivyo. sa façon de servir Dieu. Jinsi anavyomtumikia Mungu. Elle est unique. Ako wa kipekee. Toi aussi tu es unique. Na wewe pia ni wa Parce kipekee. que Dieu a mis en toi Maana Mungu ameweka ndani mwako une chose différente des autres personnes. kitu tofauti na watu wengine. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Sijue kama nanena na mtu Et mmoja. troisièmement, retenez. Na la tatu la kushika, Ayez confiance sur ce que Dieu a déposé en vous. uwe naamini kila ambapo Mungu aliweka ndani mwako, Et non sur ce que vous devez avoir. na yale ambapo inabidi uwe nayo. Et non sur ce que vous devez avoir. Weka tumaini kwa yale ambapo unayo, lakini si kwa yale ambapo inabidi upate. Il y a des gens qui mettent la confiance Kuna watu ambao wanaweka tumaini sur yao des choses invisibles. kwa vitu ambapo hawavioni. C'est bien, c'est la foi. Ni vizuri kwa sababu ni imani, Mais ayez d'abord confiance sur ce que Dieu a déposé en vous. lakini weka kwanza tumaini kwa yale Mungu ameliweka ndani mwako, Et considère ces choses. na hiyo kitu uitumainie. Dans les textes que nous venons de lire, Katika somo ambalo tumesoma, c'est l'histoire d'Élihu.
Historia ya Eliya. Il était trop jeune. Alikuwa kijana sana. Il s'est sous-estimé. Alikuwa ajiamini. Il s'est minimisé. Alikuwa anadharau. Il ne pouvait pas parler. Hakuweza kuongea. Parce qu'autour de lui, en face de lui, il y avait des vieillards. Maana kando yake ama mbele yake kulikuwa na wazee. Il avait un complexe d'infériorité. Alikuwa na hilo roho ya Il kutokujiamini. y a des gens qui vivent Kuna watu wanaishi avec tellement un complexe. yani wako na hiyo roho ya Ils ne kutokujiamini savent pas comment avancer dans leur vie. na inawazuia washindwe kusonga kwa maishani. Pour entrer dans l'année de 2024, Ili ukapate kuingia mwaka wa il 2024. y a des choses que tu dois enlever. Kuna vitu ambavyo na vitu Et viondoe. la première des choses, Na kitu ya kwanza c'est les complexes ni d'infériorité. hiyo roho ya kutokujiamini. Les complexes d'infériorité. Hiyo roho ya kutokujiamini ama ya kudharau. Retenez ceci. Shika hili. Dieu cherche quelqu'un Mungu anatafuta mtu qui peut braver son complexe. ambaye anaweza akalishinda hiyo roho. Dieu, Mungu il cherche quelqu'un anatafuta qui mtu veut braver son complexe. anaweza kashinda hiyo roho. Deuxièmement, La pili, le Dieu créateur Mungu muumbaji est contre l'homme complexé. apendi mtu ambaye anadharau. L'origine des complexes d'infériorité. Chanzo hiyo roho ya kutokujiamini ama kudharau. Retenez premièrement, Shika la kwanza ni les complexes d'infériorité, hiyo roho ya kutokujiamini. c'est un manque d'estime de soi. Ni hiyo kitu ambapo kinafanya unashinda kujisamini. Un manque d'estime de soi. Unashinda kujisamini. Ne pas se considérer. Wa ujisamini Ne mwenyewe. pas considérer ce que Dieu a dit pour toi. Auamini vile Mungu alinena juu yako. Ce que Dieu a déposé en toi. Kile Mungu aliweka ndani mwako. Tellement que nous avons des chrétiens complexés. Tunao Wakristo wengi wako na hiyo roho. Ils ne peuvent même pas se tenir devant le diable. Hawawezi hata kusimama mbele ya shetani. À cause d'un complexe. Kutokana na hiyo roho ya kudharau. Ils oublient que Dieu a déposé quelque chose en eux. Anasawa kama kuna kitu Mungu aliweka ndani mwake. Dans votre famille. Ndani ya familia yako. Tu es comme David. Wewe ni kama Daudi. Il avait ses grands frères. Kama alikuwa na wakaka zake. Il n'était pas vu de Dieu. Hawakuonekana mbele ya Mungu. Mais Dieu a vu David. Lakini Mungu alimuona Daudi. C'est que moi je peux demander à un David qui est là ce soir. Kile naweza kuomba kwa Daudi ambaye mahali hapa jioni leo. C'est de braver son complexe. Ni wendo kashinda hiyo roho. Parce que Dieu te connaît toi pour délivrer ta famille. Maana Mungu anakufahamu wewe ukapata kukomboa familia yako. Non seulement que tu dois délivrer ta famille. Sio tu unabidi kukomboa familia. Tu vas délivrer toute une nation. Lakini utakomboa taifa nzima. Daudi, tu es là dans la brousse. Huko msituni. Mais les yeux de Dieu te regardent. Lakini macho ya Bwana yanakuona. La lettre qui a été écrite de condamnation dans votre famille. Barua ambayo iliandikwa ya hukumu juu ya familia yenu. Il y a que toi seul David qui peut la déchirer. Ni wewe pekee Daudi ambaye inabidi ipasue. Il y a que David qui peut déchirer cette Daudi lettre. pekee ndiye inabidi apasue hiyo barua. Ne te sous-estime pas. Lakini usidharau. Deuxièmement, La pili, les complexes d'infériorité. hiyo roho ya kudharau C'est un manque d'honneur. ni hiyo kukosa kuwa na hiyo hona ama heshima. Le manque d'honneur. Unakosa heshima. Je suis en train de voir des filles Naona kuna madada qui se prostituent en désordre. ambao wanajiuza ovyo ovyo. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'elles n'ont pas l'estime de soi. Kwa sababu ana na hiyo roho ya kujiamini. Elle ne connaît pas qu'elle est jolie. Ajua kwamba yeye ni mrembo. Elle peut se donner à n'importe qui. Anaweza kajipea kwa mtu wowote ule. J'aimerais te dire, Lakini nataka nikwambie, comme Cephas le dit, kama vile ndugu Cephas wanasema, mie siachokewa na bantu. kama je suis pas fatigué des gens. Alléluia. Amen. Il y a des gens tellement qui Kuna watu Cephas me dit que moi je ne suis pas désespéré. Cephas wanasema mimi sijakata tamaa. Si je lui dis Cephas, Nikimwambia brother Cephas, tu vois cette sœur? unaona dada huyo? Elle me dit, docteur, je ne suis pas désespéré. Ananiambia kwamba mimi sijakata tamaa. Tu ne vois pas sa morphologie. Haumuone vile maumbile ilivyo. C'est un homme qui a bravé son complexe. Ni mtu ambaye ameshinda hiyo roho ya kudharau. Dieu est en train de chercher des personnes qui braveront les complexes. Mungu anatafuta watu ambao watalishinda hiyo roho. Tu ne m'aimeras pas par pitié. Hautanipenda kwa kunirumia. Tu ne m'aimes pas parce que tu as pitié de moi. Haunipende kwa sababu unanirumia. Non. Hapana. Tu m'aimes parce que tu veux m'aimer. Unanipenda kwa sababu inabidi unipende. Il ne faut pas te donner parce que par pitié d'être aimé. Usijipeane kwa sababu tu unaona hiyo huruma ya kupendwa.
Tu hapana. es considéré de Dieu. Unayo thamani mbele ya Mungu. Quand tu te mures, Wakati unajiangalia kwa kioo, tu te dis, unajisemeza, je suis la personne la plus merveilleuse de la terre. mimi ni kiumbe ambao ni kizuri sana ulimwenguni. Troisièmement, La tatu, les complexes d'infériorité. hiyo roho ya kujidharau C'est un manque d'amour de soi. ni ukosefu ya upendo ya kipekee. Tellement qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas. Kuna watu ambao wajipendi. Matthieu chapitre 19, le verset 19. Mathayo 19 mstari wa La 19. Bible nous dit, Biblia inatuambia tu aimeras ton prochain comme toi-même. utapenda jirani yako unavyojipenda, Comme toi-même. vile Pour unavyojipenda. aimer son prochain, Ili ukafike mkupenda il jirani, faut préalablement s'auto-aimer. inabidi kwanza kujipenda we mwenye binafsi. Pourquoi nous avons des difficultés d'aimer notre prochain? Kwa nini tunayo hukumu ya kupenda jirani? Parce que Kwa sababu nous n'avons pas l'amour pour nous-mêmes. hatuna na upendo yetu binafsi. Tu es complexé Wewe unajidharau et tu ne t'aimes pas. na ujipendi. Brise le complexe. Vunja hiyo roho ya kujidharau. Tu déchireras cette lettre qui est écrite. Utapasua hiyo barua ambayo iliandikwa, Conséquence na hiyo matokeo des complexes. ya hiyo kujidharau. Premièrement, La kwanza, les complexes roho ya kujidharau d'infériorité détruit beaucoup de destinées. inaharibu hatima ya watu wengi. S'il n'est pas guéri, Kama ataponyeshewa, ça détruit beaucoup de destinées. hiyo inaharibu hatima nyingi. Alléluia. Amina. Il y a un exemple dont j'aimerais vous donner. Kuna mfano ambao natamani wape. Lorsque nous étions en train d'étudier, Wakati tulikuwa tukisoma, vous allez remarquer avec moi utaona pamoja nami que ceux qui n'étaient pas intelligents, kama wale ambao walikuwa na akili ndogo ils occupaient toujours les dernières places. sana sana walikuwa na kaa hizo viti za nyuma. Pourquoi? Kwa nini? D'après eux, Wao nous ne sommes pas intelligents. hatuna akili, Nous pouvons former notre bloc. tunaweza tukafanya pia kikundi yetu. Complexé. Hao ni watu wanajidharau. Il y a même des gens. Kuna watu pia. Pourquoi je me suis toujours demandé, poser cette question? Kwa nini kila wakati najiuliza hii swali? Pourquoi les pauvres aiment toujours être en amical avec eux-mêmes, les pauvres? Kwa nini maskini wanapenda tu kuwa na urafiki na umaskini wenzao? Complexe. Hiyo ni roho ya kujidharau. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir un frère dans l'église Kwa nini hatuwezi kuwa na ndugu qui kanisani peut braver son complexe ambaye anaweza kavunja hiyo avant roho de nous amener une fille, sa femme, lakini mtoto wa governor? ili atuletee mke ambaye wake ni mke wake na mtoto wa gouverneur? Mais pourquoi nous sommes complexés? Kwa nini tuko na hiyo roho ya kujidharau? Bravons les complexes. Tuivunje hiyo roho. Soyons avec les riches. Tuwe na matajiri, Soyons avec les gens prospères. tuwe na watu ambao wanaendelea. Je vous refuse Na wakataza d'être dans un bloc de gens médiocres. muwe katika vikundi ya watu ambao hawapanuki hata. Papa Chimona, je dis ceci. Nilikuwa nasema hivi, Je nous refuse nakataza sisi que nous soyons dans un bloc de gens médiocres. tusiwe kwa vikundi vya watu ambao huwa hawasongi mbele, hawapanuke. L'année de 2024, Mwaka ambao inaokuja cherchons aussi de bons amis. tutafute pia marafiki wazuri, Amicalement, kirafiki. entretenons de très bonnes relations Tutafute kutengeneza mahusiano nzuri avec des hommes qui sont riches. na watu ambao ni matajiri. Si tu es une sœur, tu n'es pas fiancée, mariée, Kama wewe ni dada hujaoleka, cherche quand même un bon homme. tafuta mtu ambao wanapendeza Au nom de Jésus. katika jina la Yesu. Cherche aussi un bon homme au nom de Tafuta Jésus. mtu anayependeza katika jina la Yesu. 5 vérités Ukweli 5 à savoir. ya kufahamu. Les complexes d'infériorité Hiyo roho ya kujidharau est liée aux faiblesses naturelles. inambatana na udhaifu wa kawaida. Les complexes d'infériorité Hiyo roho ya kujidharau liés aux faiblesses naturelles. inaambatana na udhaifu wa kawaida. Nous avons lu Exode, Tulisoma katika Kutoka chapitre 4, le verset 10. sura wa 4 na mstari wa 10. Moïse dit à l'Éternel, Musa anamwambia Bwana, ah, hey, Seigneur, Bwana, je suis pas un homme qui est la langue, la parole facile. mimi mtu hata kuongea kwangu ni ngumu. J'ai une langue embarrassée. Yaani ulimi wangu ni nzito ninapoongea. Les gens qui sont complexés Watu ambao wananidharau par rapport à leur état naturel. kutokana kwa hali ya uhalisi, Par rapport à leur état naturel. kutokana na hali ya uhalisi, Tu ne te considères pas au tuamini comme si
tu es quelqu'un de rien du tout, na kwamba wewe ni mtu tu wa ovyo ovyo, parce que tu as une faiblesse. kwa sababu kuna udhaifu fulani juu yako. J'aimerais dire à quelqu'un, Nataka niseme na mtu mmoja, personne ici n'a aucune faiblesse. hakuna mtu mahali hapa kuna udhaifu. Nous tous, nous avons des faiblesses. Wote tuko na udhaifu. Mais si nous avons des faiblesses, Lakini kama tunao udhaifu, nous avons aussi nos forces. tunao pia nguvu. Chacun d'entre nous a sa force. Kila mmoja wetu ako na sehemu ya nguvu. Moïse, il était complexé. Musa alikuwa na hiyo kudharau, Quand bien même qu'il a été appelé par Dieu. ingawa aliitwa na Mungu, Mais complexé lakini anadharau à cause de son infirmité. kwa sababu ya ule ulemavu wa kuongea. Il avait la langue embarrassée. Alikuwa na hiyo ulimi ya kuwa na kingugumizi. Dans Jérémie chapitre 1, le verset 6. Katika Yeremia sura ya kwanza na mstari wa 6, La même exclamation de Moïse, maman. hiyo Musa ambapo aliyoisema, Jérémie aussi dit, Yeremia pia anasema, j'ai répondu, akajibu, Seigneur éternel, wa milele Bwana, voici, tazama, je ne sais point parler, mimi sijui kuongea, car je suis un enfant. maana mimi ni mtoto. Peut-être que tu es un enfant. Inawezekana wewe bado pia ni mtoto makijana, Peut-être que tu ne sais pas parler. labda bado hujui kuongea. Mais écoute la vérité. Lakini sikiliza ukweli. La vérité est que Ukweli ni kwamba le Dieu qui t'a appelé avec ses faiblesses, ule Mungu aliyekuita na hiyo udhaifu, il te connaît. anakufahamu. Il te connaît. Anakufahamu. Il te connaît. Anakufahamu. Peu importe les faiblesses que tu portes, Ingawa udhaifu ambao unazo, il sait que anajua kwamba toi tu vas délivrer Israël. wewe utakomboa Israeli. Il sait que Anajua kwamba toi je te donnerai une mission. wewe nitakupea kazi. Je décrète et je déclare Tangaza na nanena aux personnes qui sont faibles kwa corporellement watu ambao wana udhaifu wa kimwili, que Dieu vous élève ce Mungu soir. awainue jioni ya leo. Que Dieu vous élève ce Mungu soir. awainue jioni ya Que leo. Dieu vous élève ce Bwana soir. wainue jioni ya leo. Alléluia. Amen. J'ai une langue embarrassée. Niko na ulimi ambao ni ngumu kuongea, J'ai une faiblesse. ninao udhaifu, Mais Dieu me connaît. lakini Bwana ananifahamu. Ne regardez pas mes faiblesses. Usiangalie maudhaifu zangu, Ne regardez pas aux faiblesses de Maman Street. usiangalie udhaifu ya mama yetu, Regardez plutôt à ses forces. angalia nguvu yake. Elle est ointe de Dieu. Alipakwa mafuta na Elle est Bwana, remplie de l'onction. amejazwa na upako, Mais je regarde différemment. lakini naangalia kitu tofauti. Je regarde ce qui fait sa force pour me Naangalia bénir. kitu ambacho kinafanya nguvu yake ili nipate baraka. Ne regarde pas à la faiblesse de ton voisin. Usiangalie udhaifu ya jirani yako. La deuxième vérité, Ukweli wa pili, le complexe d'infériorité hiyo roho ya kudharau est lié à sa pauvre source de provenance. inambatana na hiyo roho ambayo mahali inapotoka, Sa pauvre source de provenance. hiyo chemchem mahali inapotoka. Juge chapitre 6, le verset 15. Waamuzi 6:15. Gédéon lui dit, Gideoni akamwambia, toujours la même exclamation, hiyo usemi moja moja, ah mon Seigneur, wa milele Bwana, avec quoi délivrer Israël? nitakomboa Israeli na kitu gani? Voici ma famille. Angalia familia yangu, Et la plus pauvre de Manassé Bakwetu. ni familia ambayo ni maskini kabisa katika kizazi cha Il Manase. y a des gens qui sont complexés Kuna watu ambao wana hiyo roho ya kudharau à cause de leur endroit, de leur source de provenance. kutokana na chanzo mahali ambapo wametoka. Il est vrai que tu n'es pas riche. Kweli wewe si tajiri, Tu es né dans une famille pauvre. umezaliwa kwa familia ambayo ni maskini, Mais j'aime ce que Dieu a dit à Gédéon. lakini napenda kile Mungu alimwambia Gideoni. Il était pauvre, Yeye alikuwa maskini, il était petit. alikuwa mdogo, Mais Dieu dit, lakini Mungu et akamwambia cette vérité que j'aime, hiyo ukweli ambao naipenda, derrière ce pauvre homme, nyuma ya huyo kijana maskini s'est caché un voyant héros. kulikuwa na fichwa ambao mtu alikuwa ni shujaa. Je déclare à quelqu'un, Nataka niseme na mtu dans la mmoja, vie d'une personne, maisha mtu mmoja, Dieu Mungu ne tiendra pas compte de vos origines. astangalia mahali ambapo ulipotoka, Il te regarde. anakuangalia, Il sait anajua kwamba que tu es un voyant héros de ta famille. wewe ni shujaa kwa familia yako, Pour délivrer la famille, ili ukomboe familia. il a besoin d'un Gédéon qui est toi. Anahitaji Gideoni ambao ni wewe, Pour délivrer cette famille ili akomboe familia et déchirer les lettres. na kupasua hizo Les barua, lettres de condamnation. hizo barua ambazo za Il a hukumu. besoin d'un Gédéon comme toi. Anahitaji Gideoni kama wewe. Je parle à un Gédéon. Na nena na Gideoni Je mmoja, parle à un Gédéon. na nena na Gideoni mmoja. Tu es
délivrer ta famille. utakomboa familia yako. Là où Dieu, les hommes ne peuvent pas arriver, Mahali ambapo wanadamu hawawezi wakafika, Dieu arrive. Mungu anafika. Dieu arrive. Mungu anafika. Quand Wakati on vous parle de l'Ikasi, ambao wakiwanena kuhusu Likasi, dont notre maman elle est issue, mahali ambapo mama yetu ametoka, c'est une petite ville. ni kamuji ambao ni kadogo, Mais cette petite ville lakini ako kamuji qui porte des serviteurs authentiques, kametoa watumishi ambao wa uhakika. Dieu Mungu n'a pas regardé sa source de provenance. akuangalia mahali ambapo ametoka. De l'Ikasi Kutoka huko Likasi à Lubumbashi, kumpeleka Lubumbashi, de Lubumbashi, kumtoa Lubumbashi Kasai, kumpeleka Kasai, de Kasai kumtoa Kasai à Tanzanie, kumpeleka Tanzania, Tanzanie, kumpeleka Tanzania, Zambie, Zambia, Zambie, Zambia, Uganda, kupeleka Uganda, Uganda, Kenya. Kenya. Dieu, Mungu il avait un but. alikuwa na Peu sababu, importe ses origines, ingawa mahali il n'a alipotoka pas regardé ça. Mungu akuangalia hayo, Non, hapana. mais en elle Lakini ndani mwake s'est trouvée kulikuwa une vaillante héros. kulikuwa na suja, La mère, kulikuwa na suja, mama, la mère de plusieurs. mama wa wengi. Tu peux être pauvre et petit, Unaweza ukawa maskini na mdogo, mais Dieu ne te voit pas comme des hommes. lakini Mungu asikuone kama wanadamu. Dieu te voit différemment. Mungu anakuona tofauti Jean kabisa. chapitre 1, Yohane sura ya kwanza le verset 46. na mstari wa 46. Nathanaël lui dit, Nathanaeli akamwambia, peut-il venir de Nazareth inawezekana kutoka katika Nazareti quelque chose de bon? kitu ambacho ni kizuri? Peut-il venir de l'Ikasi? Uko Likasi kunaweza kweli? Peut-il venir quelque chose de bon? Kunaweza kukatoka kitu kizuri? Oui. Kweli ndio La preuve elle est là. ambao kweli halisi tunayo hapa mbele Nous yetu. autres ici, Sisi wengine hapa nous étions dans la commune de la Kenya. tulikuwa mahali ambapo kinaitwa Kenya. Maman, elle connaît. Kuna mama wanajua hapo La huko. commune de la Kenya, nous étions presque détruits voyous. Hiyo mtaa Kenya kuna vijana wanaishi kule, ni vijana ambao hawaeleweki, wafuta bangi nini, vurugu tu. Peut-il sortir quelque chose de bon? Kunaweza ukatoka kitu kizuri katika hiyo mtaa Kenya. La preuve elle est là. Mimi hapa ni mfano. Le Dr. Oli Anderson. Mimi Dr. Oli ni mfano. Alléluia. Amina. Dieu Mungu ne regardera pas tes origines. ataangalia mahali ulikotoka, Il viendra te prendre lakini atakuja kuchukue tel que tu es avec tes faiblesses. vile ulivyo na madhaifu Il yako. te choisit Anakuchagua pour être un leader dans ta famille. ili uwe kiongozi kwa familia yako. La quatrième vérité. Ukweli wa nne, Oh, c'est la troisième. ya tatu, Les complexes d'infériorité hiyo roho ya kujidharau provient des comparaisons négatives. inatokana na hiyo kulinganisha vitu kinyume. La comparaison négative Unavyolinganisha vitu ambapo kinyume sur sa propre personne. juu yako wewe mwenyewe binafsi. Nombre chapitre 13, Hesabu 13 le verset 23. na mstari wa 23. Ce sont ces espions qui étaient en train de dire. Ni hao watu ambapo walikuwa wakisema, Ils disaient ceci. walikuwa wakisema hivi, Nous y avons vu tuliona huko les géants, watu ambao ni masuja, enfants d'Anak, ambao wana Waanaki, de la race des géants. wale wametoka katika kizazi ya watu warefu. Nous étions à nos yeux, Machoni pao, au leur, kwa machoni pao comme des sauterelles. tulikuwa kama nzige, Comme des sauterelles. kama nzige. Les complexes d'infériorité Hiyo roho ya kujidharau provient d'une comparaison négative. inatokana hiyo kujilinganisha, lakini vibaya. Qui les a dit qu'ils étaient des sauterelles? Ni nani aliwaambia kama wao wako kama nzige ama panzi? C'est leur façon de voir, Ni jinsi yavyo ya kuona, de se comparer ya kujilinganisha à ces gens qui étaient géants. na hao watu ambao walikuwa warefu, Ils se voyaient comme des sauterelles. walikuwa wanajiona kama nzige. Il faut corriger ta façon de te voir. Inabidi urekebishe jinsi yako ya kujiona, Il faut que tu corriges ta perception. rekebisha jinsi unavyojiona. Qu'est-ce que tu es? Ni nini wa ulivyo? Comment tu te vois Unajionaje devant tes ennemis? mbele ya maadui wako? Si tu es en Christ Kama uko ndani ya Kristo et que Christ est en toi, na Kristo yupo ndani mwako, tu ne peux pas te prendre petit. hauwezi ukajichukulia kwa mdogo, Parce que
celui qui est en moi maana aliye ndani mwangu est plus fort que celui qui vit dans ce ana monde. nguvu kuzidi anayetawala ulimwenguni. Si Christ il est en moi, Kama Kristo yupo ndani mwangu, il me donnera la victoire sur mes ennemis. atanipea ushindi juu ya maadui wangu. Peu importe leur taille, Ingawa urefu wao, je ne vais pas me voir petit. msitajiona kwa mdogo. Je vous défends ce soir Nataka niwaambie jioni ya leo, de vous voir petit. na wakataza kujiona mdogo. Changez Badilisheni votre vue. jinsi ya kuona, kutazama. Alléluia. Amina. Changez complètement Badilisha kabisa votre vue. jinsi ya kutazama. Ces gens, Hao watu ils se sont dit qu'ils étaient petits. walisema kwamba sisi ni wadogo kabisa, Ils étaient des sauterelles. sisi ni kama panzi. Quelle comparaison! Hiyo ni kulinganisha kwa aina Il gani? y a des gens qui se comparent comme ça. Kuna watu wanajilinganisha hivyo. Non, moi je suis un vaurien. Mimi sifai kabisa, Non, je suis venu accompagner les autres. nimekuja tu hapa ulimwenguni kusindikiza wengine. Quelle comparaison négative! Hiyo ni kulinganisha ambao ni kwa kubaya kabisa. J'aime ce que ma maman m'a dit. Napenda kile mama yangu aliniambia, Elle dit toujours, anasemaka sana, nous ne sommes pas venus accompagner des gens. hatujaja hapa kusindikiza wengine. Si tu dois réussir, moi aussi je dois réussir. Kama utafaulu na mimi tafaulu, Si tu dois monter, moi aussi je dois kama monter. utapanda na mimi nitapanda. Non! Il Hapana, faut que tu changes ta façon de te voir. inabidi ubadilishe jinsi yako ya kujiona, Parce que la vérité, maana ukweli tu dois retenir. ya kushika, Dieu Mungu les avait déjà donné ce pays en possession. alikuwa tayari ameshawapatia hiyo nchi ili waimiliki. Dieu Mungu les avait déjà donné ce pays. alikuwa tayari amewapatia hiyo mji waimiliki, Mais eux lakini wao se voyaient comme des sauterelles. walikuwa wanajiona kama panzi. 2024 est pour toi. Mwaka wa 2024 ni ya kwako. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Sijue kama nanena na mtu mmoja. Ne la vois pas comme 2023. Usione kama hii mwaka wa 2023, 2024, lakini mwaka wa tu 2024 ne vivras pas comme une sauterelle. hautaishi tena kama panzi. Tu vivras comme un aigle. Utaishi kama Tu tai. vivras comme un aigle. Utaishi kama Tu tai. vivras comme un aigle. Utaishi kama tai. Alléluia. Amina. Quatrième vérité, je termine. Ukweli wa nne nikimalizia. Oh, les médicaments, je ne sais pas si je donnerai aujourd'hui. Sijue hii dawa kama nitaleta leo. Les complexes d'infériorité Hiyo roho ya kujidharau provient de ce que disent les autres yanatoka kwa yale wengine wanayosema sur nous. juu yetu. Provient de ce que disent les autres sur nous. Yanatoka na yale wengine wanasema juu yetu. 1 Chronique chapitre 4. Kitabu ya Second Chronicle hiyo sura 4. Le verset 9 à 10. Mstari wa 9 mpaka 10. Sa mère lui donna le nom de Jabez. Mama yake akampea jina ya Jabez, en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. akisema kwa sababu nilimuzaa kupitia maumivu. Il y a des choses dont les gens disent de nous. Kuna vitu ambapo watu wananena kutuhusu. Il y a des gens qui vous disent que vous n'êtes pas intelligent. Kuna watu wanakuambia kwamba wewe una akili. Il y a des gens qui vous disent que vous n'êtes pas beau. Kuna watu wanakuambia kwamba wewe hata si mrembo. Il y a tellement de déchirures dans de familles. Kuna vitu ambapo vimeumizwa kwenye mafamilia. À telle enseigne qu'il y a certainement des enfants qui ont vécu des calvaires. Hadi kafikisha kuna watoto ambapo waliishi maisha ya ole sana. Et quand une maman regarde sa fille, Na wakati mama anaangalia binti yake qui n'est pas aussi qui n'a pas une grande taille, ambao labda ana na mwili mkubwa, et il peut dire, anaweza akamwambia regarde-toi, ujiangalie, toi tu n'as pas des jambes, hein? we hata miguu yako ndogo kama nini, Tu as des jambettes. we tu miguu yako tudogo sana. Il y a des gens, maman, Kuna watu mama qui ont des douleurs comme ça wana maumivu ya kutokana na vitu kama dans hivyo leur intérieur ndani yao, à cause d'une considération familiale. kwa kitu ambapo kilisemwa kwa familia. Labda Toi, tu n'es pas intelligent. wewe ambao hauna akili, L'enfant a grandi comme ça, mtoto amekuwa na hiyo kitu kwa avec akili l'idée de ne pas être intelligent. ya kusema kwamba nini, mimi niliambiwa kwamba sina akili. Toi, regarde ta grosse tête. Wewe angalia kichwa yake kubwa, L'enfant grandit comme ça, mtoto anakomea hivyo, se voyant toujours avec une grosse tête. kila wakati anajiona tu yana kichwa kubwa. Il y a des gens Kuna watu qui n'ont pas eu ambao hawakupata nafasi de bonnes paroles. misemo mizuri, Ils ont eu des déchirures dans leur cœur, hawakuambia misemo mizuri ikawafanya wanaumiwa kwenye des mioyo, douleurs antérieures. maumivu ya moyo.
Alléluia. Amen. Des douleurs antérieures. Maumivu ya ndani. Et ils sont complexés. Na hao watu Ils ne wanajidharau. peuvent pas se tenir devant les gens aussi parler. Aweza akasimama pia mbele ya watu na kinena. Car il avait entendu des paroles lui disant ceci. Maana kuna misemo alisikia kisema hivi. Est-ce que toi aussi tu peux parler devant les hommes? Wewe pia inawezekana usimame useme mbele ya watu. Ça a affecté toute sa vie. Ika-affect maisha yake yote. Ça a affecté toute sa vie. Ika-affect maisha yake. La vérité que j'aimerais vous dire. Ukweli ambao natamani waambie. À toutes les personnes qui ont été considérées comme étant moins intelligentes. Kwa wote ambapo waliwachukulia kama hamna akili. On vous a dit que vous ne réussirez pas. Walikwambia kwamba hautawahi faulu. On vous a dit que vous n'irez pas de loin à l'avant. Walikwambia kwamba wewe hautawaenda mbali. Vous n'êtes pas ce que les gens disent que vous êtes. Wewe hauko kile watu wasema wewe uko. Mais vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Lakini wewe uko kile Mungu anasema uko. J'aimerais me considérer Nataka nijione tel que Dieu me considère. vile Mungu anavyoniona. J'aimerais me voir Nataka nijione tel que Dieu me voit. vile Mungu ananiona. Ce que tu me vois, Kile unaniona mimi ce n'est pas ce que Dieu me voit. sio kile Mungu ananiona. Les gens pouvaient regarder David Watu wangeweza kumuona Daudi, comme un prostitué. wangeweza kumuona kama malaya fulani, Mais Dieu regardait David lakini Mungu alikuwa anamuona Daudi comme l'homme selon mon cœur. kama mtu kutokana na moyo wake. David, n'est-ce pas, tu as couché avec la femme de ton serviteur. Wewe Daudi ulitembea na mke wa mfanyakazi N'est-ce wako. pas, tu es prostitué. Wewe si ni malaya tu. Mais David, Lakini Daudi il me dit, akaniambia, Docteur Oli, Dr. Oli, je me concentre nacheka sur ce que Dieu me voit. kwa kile Mungu ananiona. Dieu me voit ceci. Mungu ananiona hivi, L'homme selon son cœur. mtu kutokana na moyo wake. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Nataka ninena mtu mmoja tu jioni ya ne leo. dépends pas de ce que les gens ont dit de toi. Auendane na kile watu walisema juu Tu yako. es ce que Dieu a dit que tu es. Uko kile Mungu alisema uko. Ne complexe pas. Usidharau. Alléluia. Amina. Ne sois pas dans ces complexes. Usiwe katika mtego ya kujidharau. Parce que Dieu Kwa sababu Mungu te voit différemment. anakuona tofauti. Dieu te voit différemment. Anakuona tofauti. Et la cinquième vérité, je Na termine. ukweli wa tano ikimaliza. Les complexes d'infériorité Hiyo roho ya kujidharau provient aussi du malin. inatokana pia na huyo mjanja. Provient aussi des démons. Inatokana pia na mapepo. Provient aussi des esprits. Inatokana pia na hiyo maroho. 2 Corinthiens chapitre 10. Wakorintho wa pili sura wa 10. Le verset 3 jusqu'au verset 5. Mstari wa 3 mpaka mstari wa 5. Où la Bible est en train de nous dire Biblia inatuambia de renverser les raisonnements. kwamba tuende tukapindue mawazo. En grec, que lorsqu'on parle de raisonnement, Kwa Kigiriki wakati ambao wanaongelea kuhusu hizo mawazo, ce sont des fausses idées. ni hiyo misemo mbaya, Des fausses idées. mawazo mbaya. Il faut renverser les raisonnements. Inabidi kupindua hayo mawazo. Il y a des gens qui ont de fausses idées sur eux-mêmes. Kuna watu ambao wana mawazo mbaya hata juu yao wenyewe. Où le diable peut venir te donner des fausses idées sur toi-même. Ama shetani anaweza kakaja kukupatia mawazo mbaya juu yako mwenyewe. Il te dit que non, c'est terminé pour toi. Anakuambia kwamba yamekwisha juu yako. Avec cette situation-là, tu vas mourir. Na hali kama hiyo utakufa. Il t'inculque des mauvaises idées. Anakuweka mawazo mbaya. Il te donne des mauvaises idées de suicide. Anakupea mawazo ya kujiua. Alors que l'apôtre continue à dire, Na huyo apostoli anaendelea akisema, il parle de renverser les faux raisonnements. anaongelea kuhusu kupindua hiyo mawazo mbaya Et tout auteur, na chanzo mahali kimetoka. les auteurs. Yani hiyo pana. Alors qu'en grec, on parle des auteurs comme étant des limites physiques. Kwa Kigiriki hiyo kimo wanaongelea kuhusu hiyo mipaka ya kimya inaonekana. Des limites physiques. Mipaka inaonekana. Il y a des gens qui sont complexés. Kuna watu ambao wanadharau À cause des limites qu'on les a fixées dans leur vie. kwa sababu ya mipaka ambao waliwawekea kwa maisha yao. Il y a une certaine limitation. Kuna mipaka fulani. Mais ma prière, Maombi yangu, comme l'apôtre Paul le disait, kama vile mtume Paulo alikuwa tu akisema, dois renverser les faux raisonnements. uyapindua hayo mawazo Ou mbovu les fausses idées ama hayo mawazo mbaya qui te disent que tu vas mourir cette année. ile inayokuambia kwamba utakufa leo. Alors que j'aimerais te dire, Nataka nikwambie, toi mourir, tu ne mourras pas. wewe kufa utakufa. Les fausses idées, je renverse. Hiyo mawazo mbaya Il n'y naipindua. aura pas de mauvaises nouvelles dans votre famille. Hakutakuwa habari mbaya kwa familia yenu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Sijue kama nanena na mtu Tu mmoja. étais complexé Wewe ulikuwa na dharau à cause de certaines limitations. kutokana na mipaka Il fulani. y a des gens qui mangent bien. Kuna watu wanakula vizuri, Toi qui manges que le ndouma. wewe unakula tu hizo nduma. Ma prière ce Maombi soir yangu jioni ya leo est la seule vérité que je na te donne. ukweli ambao nakupatia,
Dieu Mungu te fera rassasier atakushibisha et il remplira ton bétail. na ataenda kujaza hiyo bakuli zako Au nom de Jésus. katika jina la Au Yesu, nom de Jésus. katika jina la Yesu, Au nom de Jésus. katika jina la Yesu, Au nom de Jésus. katika jina la Yesu. J'aimerais dire à Nataka quelqu'un, niseme na mtu mmoja, ces choses hizo vitu seront renversées. yatapinduka. J'aimerais que tu te tiens debout. Natamani usimamie juu, Et 2 médicaments. usimamie juu. Dawa mbili, Et 2 médicaments dawa mbili que tu dois savoir ambayo inakubidi ujue pour ili dompter les complexes. ukapate kushinda hiyo roho ya madharau. Premièrement, il faut être conscient de son identité en Christ. Ya kwanza inabidi kwanza ujitambue kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Être conscient de son identité en Christ. Upate kujua identity yako ndani ya Kristo. Qui es-tu? Wewe ni nani? Qui es-tu? Wewe ni nani? Matthieu chapitre 5, le verset 14 Mathayo 5:14 nous dit que nous sommes la lumière de ce monde. inatuambia sisi ni mwanga wa ulimwengu. Je ne peux pas avoir les complexes Siwezi nikawa na hiyo roho ya parce que je kujidharau, suis un enfant de Dieu. maana mimi ni mwana wa Mungu. Je suis la lumière de ce Mimi ni monde. mwanga wa ulimwengu. Et si ces complexes Na kama hiyo roho pouvaient être imposés par l'ennemi, ingetupewa kilazima na adui nous donnant de fausses idées, ya kutupea hiyo mawazo ya uongo que nous ne n'irons pas, nous ne partirons pas en avant, ya kwamba hatutasonga ou mbele, nous ne serons pas bénis. ya kwamba hatutabarikiwa. Mais j'aimerais te dire, Lakini natamani kwambie en Christ, ndani ya Kristo il y a toutes sortes de bénédictions. kuna baraka aina yote, Il y a toutes sortes de bénédictions. kuna baraka aina yote. Alors que j'aimerais que tu pries, Na natamani uombe, commence à claquer le main. anza tukupika makofi yako, Commence à dire à Dieu, uanze kumwambia Mungu, j'enlève ces complexes. na ondoa hiyo roho. Il y a des choses qui me retenaient. Kuna vitu ambavyo vilikuwa nanizuia, J'enlève ces complexes na ondoa hiyo roho qui étaient comme une limitation. ilikuwa kama mipaka, J'enlève ces complexes. na ondoa hiyo roho Au nom de Jésus, tu es en train de prier. katika jina la Yesu Au nom kiomba, de Jésus, tu es en train de katika prier. jina la Yesu Au kiomba, nom de Jésus, tu es en train de katika jina la prier. Yesu kiomba. Prie, 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 Omba, prie. omba, 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 Enlève omba, ces omba. complexes en toi. Ondoa hiyo roho ndani mwako, Enlève ces complexes en toi. ondoa hiyo roho ndani mwako. Tu vaux quelque chose. Wewe ni mtu ambao uko na thamani, Tu vaux quelque chose. uko na thamani. Tu n'es pas ce que les gens voient que tu es. Hauko kile watu wanaona ambao wewe uko, Mais tu es ce que Dieu te voit. lakini uko kile Mungu anakuona. Tu es ce que Dieu te Wewe voit. uko kile Mungu anakuona. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Hauko kile watu wanasema uko, Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. lakini uko kile Mungu anasema uko. J'aimerais que tu renverses ces complexes. Nataka ukapindue hiyo roho ya kujidharau. Tu es choisi dans ta famille Umechaguliwa kwa familia yako pour déchirer cette lettre. ili upasue hiyo barua, Pour déchirer cette lettre. ili upasue hiyo barua. Je parle à un Gédéon. Na nena na Gideoni mmoja. Gédéon, Gideoni, Dieu te voit comme un voyant héros. Bwana anakuona kama shujaa. Dieu te voit comme un voyant héros. Bwana anakuona kama shujaa. Lève-toi. Inuka, Déchire les lettres. pasua hizo barua, Déchire les lettres pasua barua de condamnation, ya hukumu, de malédiction, ya laana, de paroles qui ont été écrites ya misemo ambayo dans iliandikwa ta vie, juu ya maisha yako, dans ta maison, juu ya nyumba yako, dans la vie de tes enfants, juu ya maisha ya watoto dans la wako, vie de ton mari. juu ya maisha ya mume wako. Déchire la lettre. Pasua barua, Déchire la lettre. pasua Au barua nom de Jésus. katika jina la Au nom Yesu, de Jésus. katika jina la Au Yesu, nom de Jésus. katika jina la Au Yesu, nom de Jésus. katika jina la Yesu. Déchire la lettre. Pasua barua. Il n'y a que toi, Dieu te voit. Ni wewe pekee Bwana anakuona. Dieu te voit toi seul. Bwana anakuona wewe pekee, Pour changer les choses. ili ukapindua vitu, Pour renverser les choses. ili ubadilisha vitu Au nom de Jésus. katika jina la Yesu, Au nom de Jésus. katika jina la Yesu, Au nom de Jésus. katika jina la Yesu. Oh Seigneur. Bwana, Au nom de Jésus. katika jina la Yesu, Tu nous as choisis ulituchagua Bwana afin de renverser, ili tukapindue, de détruire ces lettres kupasua hizo barua, maléfiques barua ambao za kipepo qu'on a signées, écrites ziliandikwa zikasainiwa dans nos vies. juu ya maisha zetu. Oh Dieu, Bwana, délivre-nous. tukomboe, Délivre nos vies. utukomboe, komboa maisha Délivre zetu, nos familles. komboa familia zetu, Délivre nos vies.
Komboa maisha yetu Au nom de Jésus. katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Katika jina la Au nom de Yesu. Jésus. Katika jina la Yesu. Délivre-nous, Père. Komboa maisha yetu. Délivre-nous, Seigneur. Utukomboe Bwana. Délivre-nous, Père. Utukomboe Bwana. Nous te prions, s'il te plaît. Tunakusihi Bwana. Nous te prions, s'il te plaît. Tunakusihi Bwana. Nous te prions, s'il te plaît. Tunakusihi Bwana. En ce mois de décembre, Mwezi wa Disemba. nous sommes comme Mardochée, Bwana, tuko kama Mordekai. ayant conscience de ce que nous sommes, Ambao tunatambua kile tuko. afin de déchirer cette lettre, Ili tupasue hizo de barua. renverser ce qui a été écrit. Tupindue yale ambayo yaliandikwa. Seigneur, Bwana, que cette lettre soit changée. hiyo barua ibadilike. Si c'était écrite, Kama ilikuwa imeandikwa la mort, kifo, mais la mort n'atteindra pas cette maison. hiyo kifo haitaingia ndani ya nyumba hiyo. La mort n'entrera pas dans cette maison. Haitaingia ndani ya nyumba hiyo. La mort n'entrera pas dans cette maison. Haitaingia ndani ya nyumba hiyo. Nous déchirons. Tunapasua. Nous déchirons. Tunapasua. Nous déchirons Tunapasua. les lettres sataniques. Barua zote za Les kichawi. lettres de condamnation. Barua zote za hukumu. Les lettres Barua de malheur. ya mabaya, De souffrance. ya mateso, Oh, de pleurs. ya kulia, De gémissements. ya kulalama. Soit détruite. Ipasue. Soit détruite. Na ipasua. Soit détruite. Au Ipasuliwe nom de Jésus. katika jina la Au Yesu. nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Alléluia. Alors que j'aimerais inviter papa Nataka nimwalike baba yetu qu'il déclare de paroles aende tu akatamke msemo dans nos vies. maishani mwetu Au nom de Jésus. katika jina la Yesu. Tutaomba. Baba Mungu, thank you. Amen, amen. Ningeomba please mama kuja pamoja na familia yako. Mtapita mbele, mtapika magoti. Naomba mnisaidie na mafuta. Haleluya. Mimi nataka hii familia wanaposhika hii madhabahu, Mungu awatoe kwa hiyo madhabahu ya kishetani. Amen. Wamesafiri kutoka mbali ili wakuje, Mungu awasaidie. Naomba nini yote mko nyuma msonge mbele kidogo tu. Tutafanya maombi ya pamoja. Tutamwambia Mungu tunaomba deliverance juu ya maisha yabo. Kabla watoke mali hapa, Mungu afanye kwa kintu, apasue ile pepa ambayo iliandikwa juu ya hii familia. Hiyo pepa ambayo iliandika hii familia wateseke na walie. Kwa Mungu wa Nayot, ula naokoaka mafamilia, aliokoa mafamilia yetu, ule Mungu anajibuaka, abaonekanie leo, abatowe kwa kila kamba yote, apasue barua yote kuna dai maisha yao, apasue barua yote kuna dai baraka zao, apasue barua yote ya madeni ya wale waliokufa katika ushirikina, wanaanza kutafuta maisha ya aba baripe madeni. Tumwambie Mungu abataripa madeni ya kifo. Tunawaombea okovu, tunaomba uzima juu ya maisha. Utaomba tu dakika mbili tuombe. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, natangaza neema na mkono kutoka kwako. Kuanzia leo nakata uhusiano yote ya mauti, uhusiano yote ya mauti. Chochote kilichonena juu ya hii familia akitakuwa tena na nguvu, maana wewe ndio Mungu wa moto, wewe ndio Mungu wa kujibu, wewe ndio Mungu wa kutenda. Baba, kila madhabahu yote ambayo ilikuwa kunafanya kazi inayodai maisha yao, siku ya leo tunaivunja. Tunataka deliverance juu ya maisha yao. Baba, ninaua kila misemo, ninaua kila laana zote zilizopandwa, yote ya sacrifice, yote ya sorcellery, yote ya misemo mibaya, yote iliyopangiwa, yote waliobatengeneze. Usiku wa leo wanaposhika madhabahu, iwatetee. Hiyo madhabahu itawaka moto kuanzia saa hii. Jina yao Baba ifunguliwe. Roho ya ulevi, roho ya mauti, roho ya magonjwa,
roho ya kuteseka achia kwa jina la Yesu Kristo. Baba, natangaza favor juu yao, natangaza favor. Mungu, we Mungu wanayo, tutasimama juu yao. Baba, utenda kutoa roho yote ya kudidarau kwa maisha yao. Wao sio wafungwa tena, maana wanakupokea we Yesu. Watakuwa viumbe vipya na maisha yao ikakombolewe kutoka katika mipango ya giza, katika jina la Yesu. Kamba yote ni wafunga Baba, tunaikata katika jina la Yesu. Tunamimia damu ya Yesu kwa maisha yao. Damu ya Yesu endelee kuzunguka na kukata kila connection, mandoto wa mashetani, revelation yote ya kishetani iwake moto katika jina la Yesu. Tunaomba tukisema amen. Hii wakati simama juu ya familia yako, mwambie Mungu tunanyamazisha kuanzia saa hii barua yote. Mtasimama, asante, mtarudi. Mwambie Mungu barua yote iliandikwa kwamba maisha yetu itakuwa inadaiwa. Kama baraka inakuja, hiyo masemo inasimama, inapinga baraka zetu. Leo tunaachilia moto kwa dakika 2. Ita damu ya Yesu, kafute jina lako kwa ile kitabu ya familia. Futa kazi yako kwa hiyo kitabu. Futa katika jina la Yesu. Mwambie Mungu tunafuta majina letu katika laana yote ya ukoo, katika laana yote iliyosemeo, yote ukoo ya baba, ukoo ya mama, jina langu lifutiwe, jina la watoto wangu, jina ya kizazi yangu nimefuta yote ya complexe inferiorite. Toka, mimi si mtu wa kujisarau, mimi ni mtu wa maana. Yesu niniita na sababu na nitakutumikia kwa uwezo na power, maana una uwezo. Jina langu mali kote walikoandika leo ninairarua kwa damu ya Yesu. Nafuta jina la kanisa mali popote iliandikwa kanisa iendelee, watu wataka, mimi nararua hiyo jina, nararua katika jina la Yesu Kristo. Tutamwambia Mungu hivi kwamba nayo tumali tunaweka madhabahu, tunaweka ni mali pana watu, tunaweka ni mali kuna watu wengine wana maroho ya tofauti. Leo kila barua yote iliyosema juu ya makanisa yote ya dono, lakini nayo tunaitangazia mafanikio na maendeleo, watu kufunguliwa kwa kila kiwango. Na tumwambie Mungu hii kanisa watu hawataanguka, watumishi wataendelea kukutumikia, watasimama. Na hakuna roho yoyote itaturudisha tena nyuma kuanzia leo. Mwambie Mungu tunasimamisha barua yote ambayo iko control na maspiriti ya dono juu ya nayo. Mwambie Mungu tunasimamisha nisi futa na damu ya Yesu chochote kibarua kilichoandikwa Mungu juu ya kanisa, Mesi tunakataa, tunasimamisha nayo misingi ya nayo. Baba, je déclare comme tes servantes, mahali yepo patapanuka, moto itachipuka, milango itafunguka, watu watabarikiwa, mafamilia yatafunguka, njia zitafunguka katika jina la Yesu Kristo. Aita baraka mu nyumba yako, tabiri kuanzia leo, nyumba yangu hakuna limiti ya kuvaa, limiti ya kula, limiti ya wokovu, limiti ya maombi, limiti ya kuendelea. Ita neema ya maombi, ita nguvu ya priere, Mungu akujaze na nguvu ya Roho Mtakatifu. Unaposimama mu nyumba yako, Roho Mtakatifu itende, achilia uwezo ndani, kuvitamejua familia yangu nafinika na moto, watoto wangu na damu ya Yesu. Na brise autorite satanike ndani ya familia yangu, achilia moto iwake, achilia uwezo wa tembe, familia yangu wake moto, unipe nguvu ya kusimama, unipatie strong, simamisha wananayo wote wapate nguvu mpya ya kuinuka mkazi yako, ya kukutumikia katika jina la Yesu. Naita milango ifunguke. Thank you Lord. Au nom de Jésus. Natangaza Mungu favor juu ya watumishi wako. Amen. Kuanzia leo. Yes. Yoyote ni barua iliandikwa kwamba watu wateseke, walii,
watu waishi tu kwa madeni ya mikopo, watu waishi tu chini ya maledictions ya familia. Bufungwa bote wa kila kizazi abutakuwa na nguvu leo. Naita damu ya Yesu Kristo ikaokoe na kutufungua kwa kila makamba, kwa kila minyororo. Tunapotoka mali hapa Mungu Friday, nataka mali hapa pajae, watu wakombolewe, watu watoke chini ya mikamba, watu watoke chini ya bufungwa. Kabla ifike Friday, kila barua yote itararuliwa katika jina la Yesu. Bakusafiri batasafiri, bakuoleka bataoleka, bamakazi batapata, bakuitiwa interview wataitiwa. Hakuna tena lana. Barua yote kunazuia mafanikio itawaka moto katika jina la Yesu. Kuanzia saa hii tuna cancel misemo yote negative. Nom de Jésus, in the mighty name of Jesus. Onya kanisa yako Baba. Komesha watoto wako katika imani. Watu wakujue zaidi na wakutumikie. Utupatie mioyo ya kukupendeza we Mungu na kukuogopa. Maana wewe ndio ulituita na wewe ndio ulituumba. Naombea kanisa roho ya kuogopa dhambi, roho ya kutembea katika mapenzi yako iko juu yetu. Baba, tujalie neema ya kukuogopa na kukuheshimu. Ndio maana tunaenda kwa ibada ya Friday. Tuma malaika wako watoe bantu katika vifungo vya kulala na kuzuba. Amusha watu waweze kuja kwa maombi wafunguliwe. Ibada ya Friday utajipatia heshima mwenyewe. Utatufusha katika mitego yote. Tunaporudi manyumbani hakuna mandoto ya mashetani. Hakuna ndoto ya kutishiwa. Unaenda kutimiza agano lako. Hii Disemba itaisha Baba, tutaingia katika baraka. Tutaingia katika promise. Tutaingia katika ahadi yako. Natangaza baraka kwa wote wanaofuata kwa mtandao. Neema iwapate, baraka iwapate, protection iwapate, waishi neema. Barua yote na wazuia kuendelea iwake moto katika jina la Yesu. Barua yote nasema mabaya tunaipasua katika jina la Yesu. Barua yote naomba judgment iwake moto katika jina la Yesu. Barua yote nazuia visa iwake moto katika jina la Yesu. Barua yote nazuia ndoa iwake moto katika jina la Yesu. Barua yote nazuia watoto iwake moto katika jina la Yesu. Barua yote ya mvuruko ipasuke kwa damu ya Yesu. Tunafuta majina kwa kila mirwali yote ya uchawi, kwa kila maskani ya mashetani. Na hakuna roho itakaye control watoto wako kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tunatangaza neema na grace juu ya watumishi wako weko mali hapa. Tunapotoka mali hapa, moto yako iwake. Wanaofuata kwa mtandao wapate neema na wabarikiwe. Mkono wako iwaguse na wape bidii ya kusimama na kukutumikia na kukutafuta. Kyokyote kilikuwa kinaweka limit akitakuwa. Roho ya kujidharau haina nafasi tena kuanzia leo. Sisi ni watoto wa Mungu. Sisi ni watoto wa Mungu. Sisi ni watoto wa mfalme. Baba, ulituita tukutumikie na tutukuze jina lako. Ndio maana tuko hapa juu ya kutangaza jina lako na nguvu yote. Maana tunajua unajibwaka na unatendaka. Tunapotoka mali hapa, baraka zako ziende nasi. Bariki Baba sadaka zetu, uiongezee milango na mipaka ivunjike. Tunapotoa sadaka, kila mmoja abarikiwe. Roho yote ya poverty, ya mipaka ya pesa ikome na kulainiwa katika jina la Yesu. Tunaomba na kusema amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chukua sadaka uliyobeba siku ya leo ya kusema kwamba namtolea Mungu sadaka, maana Biblia inasema msiende nyumbani mwa Mungu mikono mitupu. Tumtolee Bwana, na tukitoka tukienda tukutane Friday, tutaenda kutoa.